Unaangalia GKU Habari Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku hii ya leo tukiwa wazima afya. Pia tunakushukuru wewe kwa kuja kuungana nasi katika hafla ya ufungaji wa mafunzo yetu ya kozi ya uongozi mdogo Mkupua 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yalifunguliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 5 2026 yakiwa na wanafunzi 382, wanawake 69 na wanaume 313. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mafunzo haya tumejifunza masomo mbalimbali ya kinadharia na vitendo kama vile mbinu za kivita, ujanja wa porini, usomaji wa ramani, sheria, uzalendo, silaha ndogo ndogo, uongozi, usalama na utambuzi, usalama wa ndani, unadhimu na maandishi ya kijeshi. Pia tumejifunza majukumu ya ulinzi wa taifa na uzalishaji mali ambayo ni nyenzo kuu katika jeshi letu la kujenga uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mafunzo haya tumeweza kujijenga kiafya, kupata wepesi wa kufanya majukumu yetu, utimamu wa mwili, kujenga ukakamavu na kuwa wazalendo wenye nidhamu kwa jeshi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na taaluma tuliyoipata hapa kikosini, sisi wanafunzi kwa ridhaa yetu tumekizawadia kikosi gari aina ya Daina ambayo itakuwa inasaidia shughuli za usafirishaji wa mazao na hata kwa shughuli nyinginezo. Vile tumeweza kujenga milango 8 ya maduka ambayo imefikia katika hatua nzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tumeweza kujenga vibanda vya walinzi na sehemu maalumu ambayo ni kwa ajili ya kupokea wageni na wakuu mbalimbali. Vile tumeweza kujenga mabango ya kuashiria uwepo wa kikosi cha JKU Msani vilivyopo pembezoni mwa barabara ya Pembeni na barabara ya Mchangani Pandani. Kwa upande wa huduma za kijamii, tumeweza kujenga mnara wa maji, tanki la maji na mashine ya kupandishia maji na kuutanua msikiti ambao umefikia katika hatua ya kuwezekwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo pia kuna changamoto mbalimbali katika kikosi chetu cha JKU Msani kama vile miundombinu ya maji safi na salama, uhaba wa vitendea kazi katika kituo cha afya kilichopo kikosini ambacho pia kinatoa huduma kwa jamii iliyoizunguka. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru kwa ukarimu wako na jitihada zako, kwani umeacha shughuli zako mbalimbali na za kitaifa na kuja kuungana nasi leo hii. Shukrani za kipekee zije kwako mkuu wa JKU Afande Makame Abdallah Daima kwa uongozi wako uliobora na imara. Pia tunaushukuru uongozi wa Pemba kwa kuwa na mashirikiano mazuri na karibu wakati wote wa mafunzo yetu. Bila kusahau uongozi wa kikosi cha JKU Msani kwa kuwa pamoja nasi tokea tulipofungua mafunzo yetu hadi sasa. Vile kwa umoja wetu tunashukuru wakufunzi wote kwa kusimamia mafunzo yetu na tunaahidi tunayafanyia kazi na kuyatekeleza yale yote tulifundishwa. Kipekee tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wakufunzi wetu kutoka Jeshi la Wananchi la Tanzania kwa kutuongezea ujuzi kwa mafanikio yetu haya. Pia tunashukuru kwa kutusikiliza mafanikio yetu na changamoto zetu, lakini pia tunaomba ufadhili wa kuwezekewa msikiti wetu. Mwisho, tunazishukuru serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Daktari Hussein Ali Mwinyi ambaye pia ni kamanda mkuu wa idara maalum za SMZ kwa uongozi wao imara wenye hekima na busara kwa kutuletea maendeleo katika sekta ya afya, elimu na miundombinu mbalimbali. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki JKU. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini, kwa ruhusa yako naomba kusoma taarifa fupi ya mafunzo ya Junior NCO Kozi Mkupuo 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, shukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kuweza kutukutanisha katika ufungaji wa mafunzo haya.
tukiwa hapa katika viunga vya JKU Msaani. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya idadi ya wanafunzi walioshiriki katika kozi hii ni 383. Kati yao wanaume walikuwa 313 na wanawake jumla walikuwa ni 69. Jumla ya askari wanne wameachishwa mafunzo kwa sababu tofauti tofauti za kikanuni na kwenda kinyume na utaratibu na miongozo ya kimafunzo kama ilivyo taratibu zetu za kijeshi, iliyopelekea mpaka hivi sasa kufikia idadi ya junior NCO wanaotarajiwa kufaulu kwa viwango vinavyokubalika kufikia 379. Mheshimiwa mgeni rasmi, kozi hii ilianzishwa kwa malengo ya askari junior ili waweze kusimamia yafuatayo: kuongoza askari walio chini yao. Kwa junior, askari walio chini yao inakuwa ni ngazi ya section, kutoa maelekezo na kusimamia utekelezaji. Mara baada ya kupokea oda, wao jukumu lao kubwa ni kufuata na kutoa maelekezo na kuhakikisha oda hiyo au maelekezo hayo wanayafanyia kazi. Kudumisha nidhamu wakati wote. Katika grass level ya ufundishaji, koplo au junior NCO ndio mwenye kuchunga watu ngazi ya section. Kusimamia shughuli za kila siku za kitengo chake, uhodari wa ukakamavu na kuweza kukabiliana na majanga ya kijamii kama ilivyo ada na desturi zetu kwa askari. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo ya kozi hii yalichukua muda wa mawiki 14. Katika kipindi chote hicho, masomo mbalimbali ya nadharia na vitendo yaliweza kufundishwa. Masomo ya nadharia, waliweza kusoma uongozi, historia ya Jeshi la Kujenga Uchumi, utaratibu wa zamu vikosini, map using, sheria za JKU, muundo na utawala wa Jeshi la Kujenga Uchumi, usalama na utambuzi, usalama wa ndani, mbinu za kivita, ujanja wa porini pamoja na ujasiriamali. Katika masomo ya vitendo waliweza kujifundisha somo la drill, map using, route march, cross country, guard of honor, funeral of parade, ceremonial parade, changing parade, mountain guard, platoon battle drill, escorting of VIP protection and other subject kama tulivyoona baadhi yao katika maonyesho yetu. Mbali na masomo hayo, pia wanafunzi hawa wamejifunza mambo mengi ambayo yameongoza katika kuwaongezea ujuzi, ufanisi katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku wakiwa vikosini. Hivyo, wapo tayari kulitumikia Jeshi la Kujenga Uchumi na serikali kwa ujumla kwa nafasi zao kama ma-section commander na ma-platoon sergeant endapo atakapokuwa hayupo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyo ada ya kila tukio, hatuachi kuwa na changamoto 2-3, na miongoni mwa changamoto mojawapo ikiwa ni masala ya bajeti katika kuongoza mafunzo haya ambayo yapo katika ngazi ya kiserikali zaidi. Sambamba na hapo, masuala ya kiwaskari na kiutaalamu, hususan katika masuala ya maboresho ya masuala ya computer lab na masuala ya silaha za msaada. Kwanza kabisa, shukrani za kipekee zimfikie Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Idara Maalum vya SMZ Dr. Hussein Ali Mwinyi. Shukrani za dhati pia zikuendee kwako Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kushirikiana nasi mpaka nyakati hizi kwa kutoa kipaumbele cha wakati wako kwa ajili ya kulikamilisha hafla yetu hii. Pia sina budi kumshukuru Mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi kwa busara zake na hekima na maono ya kuielekeza kozi hii katika zoni ya Pemba ambapo kwa muda mrefu utamaduni huu ulisita. 3, tushukuru uongozi wa zoni ya Pemba kwa mashirikiano yao ya 100%. Hongera zake Comrade Makwega. Tumepata mashirikiano ya 100% katika kukamilisha zoezi hili kimafunzo kwa kuwa nao bega kwa bega hadi kuhitimisha zoezi hili leo endapo kama tutafungiwa. Tutakuwa wakosefu wa shukrani kama hatujawashukuru wakufunzi wetu. Wakufunzi, hongera kwenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakufunzi ndio wapishi wa chungu hichi.
mpaka leo kufikia hapa katika jua na mvua. Kwa hivyo shukrani za pekee ziende kwa wakufunzi kwa kushirikiana nasi mpaka kulikamilisha hili. Pia nina haki ya kuwashukuru sana wanafunzi wenyewe kwa ujasiri na uweledi wao wa kufikia viwango vya ufaulu. Mwisho kabisa ni washukuru kwa dhati vikosi vyote rafiki ambavyo vimeainishwa kama 14 KJ, KMKM, KVZ, magereza, fire na vingine vyote vilivyoshiriki kwa namna moja ama nyingine katika kulifanikisha zoezi hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimezungumza mwisho, lakini na lastly kwamba tunawashukuru sana wageni waalikwa, mabibi na mabwana kwa kujitoa kwao na kunasibu kufikia hapa ili kulikamilisha zoezi letu hili la shughuli, pamoja na band kwa kufika kwao hapa kwa ajili ya kuisherehesha shughuli yetu hii. Mheshimiwa, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru afande mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi kwa maamuzi yake ya makusudi, ikiwemo lengo la kuleta kozi hii hapa Pemba. Moja, kubadilisha mazingira ya kujifunzia. Lakini jambo la pili, kuona uhalisia wa maeneo ya Pemba. Niendelee kumshukuru sana afande mkuu wa JKU kwa maamuzi wake huo wa busara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kozi kama wenzangu wametangulia kusema ilianza tarehe 16 na baada ya hapo Mheshimiwa afande mkuu wa JKU alituachia maagizo mbalimbali kwamba hii kozi ifikie kiwango. Kozi hii imefikia na imekizi vigezo vya uongozi mdogo. Askari hawa walioko mbele yako ambao wanategemea kumaliza kozi yao hivi punde, baadhi yao walifeli au wamefeli, na wengine tuliwahi kuwafukuza kwa utovu wa nidhamu. Kwa hiyo naamini waliokuwepo wamefikia vigezo, na ikikupendeza nadhani utawafungia mafunzo yao. Hivyo basi ni ukweli usiopingika kwamba kozi hii imewashirikisha jinsia mbili tofauti, lakini walipambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba mafunzo haya wanayakamilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama mkufunzi mkuu alivyosoma taarifa yake, sina budi kuwapongeza wahitimu wote kwa ustahimilivu wao, kwani mazoezi yalifanyika muda wote usiku na mchana bila kujali hali, na waliamini kwamba hakuna lisilo na mwisho, na leo hii ukirizia utawafungia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kwa mafanikio, wahitimu hao wameweza kujitolea kununua gari aina ya Dyna ikiwa ni alama legacy kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya zoni. Pia wamejenga milango 8 ya maduka sambamba na ujenzi wa utanuzi wa msikiti hapa Kikosini kwa hatua ya matofali na bado kuwezeka katika eneo hilo. Tunawashukuru na tunawapongeza kwa kujitolea kwao. Mwenyezi Mungu atawalipa mema. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maelezo hayo machache, nipende sasa kumkaribisha afande mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi ili naye aweze kuzungumza yale ambayo amekuja nayo na hatimaye aweze kukukaribisha wewe. Basi yale yote nipende nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kama walivyotangulia wenzangu, mwingi wa rehema, ambaye ametuwezesha asubuhi ya leo kuja kwenye tukio letu hili fupi la kufunga mafunzo haya ya Junior NCO course. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, pili ni kushukuru wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kwa kweli dadangu, umetuheshimisha wana JKU. Tunajua una majukumu mengi sana ya kitaifa, lakini kukubali mwaliko wetu huu adhimu kuja kutufungia mafunzo yetu haya. Binafsi sikukuandikia barua mimi, nilimwagiza tu mkuu wangu wa zoni kuamwalike Mheshimiwa mkuu wa mkoa
kwa heshima yako mheshimiwa, na mimi nikasema hapana, siwezi kukaa Unguja, lazima nije nishirikiane na wewe. Kwa kweli tunakushukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa, na huu ndo mapenzi ya viongozi wetu wa taifa tulionao. Tuwapigie makofi viongozi wetu. Wana upendo mkubwa sana kwenye vikosi vyetu hivi. Mheshimiwa mgeni rasmi, madhumuni makubwa ya shughuli yetu ya leo hii ni kutufungia kozi ya uongozi mdogo. Kozi hizi kijeshi, au kozi yetu hii tunasema kijeshi ni basic ya uongozi kwenye jeshi lolote lile. Junior NCO course ni kozi muhimu sana kwa maslahi ya jeshi na kuanza uongozi. Kwa kweli kozi hii ni muhimu kwenye jeshi lolote. Ni kozi ambayo inaanza uongozi hawa, kuwafundisha jinsi ya kuongoza walio chini yao, na sio kuwafundisha tu jinsi ya kuwafundisha walio chini yao, pia kuwaheshimu ambao wako juu yao. Kwa hiyo kozi hii kijeshi ni kozi muhimu sana mheshimiwa mgeni rasmi. Pia kwa upande wangu sitakiwi kusema mengi kwa sababu hotuba unayo wewe mheshimiwa mkuu wa mkoa na mgeni wetu rasmi. Niamini tu kuwa umekuja salama na utarudi salama na utatufungia kozi yetu salama kwa maslahi ya taifa letu. Kuna ombi hapa nimeombwa, kwa sababu nitakuwa sio msemaji tena, la kuleta kozi tena Pemba. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili Unguja na Pemba ni sehemu ya Zanzibar. Kwa hiyo sisi kama JKU kozi zetu tutaziendesha Unguja na Pemba. Na faida ya kozi hizi mheshimiwa mkuu wa mkoa, uzuri ipo kwenye mkoa wako Msaani. Pindipo tukiwa nayo kozi hii, na namuagiza mkuu wa zoni akutaarifu, ili kukiwa na mambo ya kijamii kama tuna kozi hapa, mheshimiwa mkuu wa mkoa usisite kutuagiza tuyatekeleze. Ya kijamii, ya kitaifa, yote ni jukumu letu, tukiwa na vijana hawa pamoja na mafunzo yao, pia kuisaidia jamii na kufanya mambo ya taifa letu hili. Kwa hiyo ni part of our cause. Kwa hilo mkuu wa zoni, hilo pindi tukileta kozi tena hapa utoe taarifa kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, ajue kuwa kuna vijana kwa ajili ya ujenzi wa taifa letu hapa tulipo. Basi mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijakukaribisha, ningependa unifanyie mambo mawili kwa ridhaa yako. Mambo hayo, moja, kukabidhi zawadi kwa wale waliofanya vizuri kwenye kozi hii. Pili, tuna askari wetu hapa walibahatika kupanda vyeo, na nikaagiza wasivalishwe mpaka wamalize kozi hii, kwa sababu cheo tulichowapa ni cha uongozi. Sasa askari hao wameshapanda tayari. Leo nitakuomba tu baadhi kwa niaba utuvalishie askari wetu 4. Katika hao 4 utawavalisha kwa niaba, 3 tayari wameshavaa, ila 1. Wakufunzi wetu ni wapongeze sana, wamefanya kazi nzuri sana mheshimiwa. Sasa nimewiwa na mimi nitoe kizawadi changu kwenye hao wengi waliofanya vizuri. Kwa hiyo kwa mamlaka niliyopewa kama mkuu wa JKU kwenye kanuni yetu ya mwaka 2010 kifungu 21(4), napendekeza kumpa cheo askari mmoja kati ya wakufunzi hao waliotufundishia hapa. Naye nitakuomba umvalishe hapa ili wanafunzi watoke na mkufunzi wao kwenye cheo hicho. Sasa askari wenyewe sasa
hao ambao utawavalisha na huyo ambaye nampandisha cheo naye ndo atakayeanza ifuatavyo. Na Mheshimiwa
Mheshimiwa mgeni rasmi na mwanafunzi wa mwisho ambaye atapokea cheti cha uongozi kwa jumla. Huyu alikuwa ni CC ambaye aliweza kuongoza wenzake kwa kipindi chote walichokaa hapa. Ni MU 2991 Junior NCO Hamis Saidi Hamis. Ambaye ndio CC wa kozi hii. Uweze kutupa maelekezo yako katika ufungaji wetu wa kozi hii. Ikikupendeza basi utufungie kozi yetu hii. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Awali ya yote na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima, lakini kutujalia siku hii ya leo ambayo ni siku ya furaha kwetu sisi, kwa sababu hata mimi mama yenu japo kwamba sikuwa kwenye kozi, lakini leo hii ni siku yangu ya furaha ambao imesababishwa na nyinyi wahitimu. Kwa kweli hongereni sana. Kwa upekee kabisa tuendelee kuwashukuru sana viongozi wetu wakuu, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa mazuri na makubwa wanaoendelea kutufanyia, ikiwa ni pamoja na kudumisha amani ya nchi yetu, lakini wakati huo huo maendeleo yanakwenda kwa kasi. Tuwapigieni makofi. Pia nipende kumshukuru sana mkuu wa JKU Kanali Daima kwa kunialika leo hii kuwa mgeni rasmi katika kufunga mafunzo haya. Binafsi niseme nimefarajika sana na nimefurahi sana. Lakini pia niendelee kumshukuru sana kwa malezi yake mazuri yaliyotukuka katika kikosi hichi. Nimwambie hongera sana, lakini sisi viongozi wenzake tunaendelea kumwombea dua Mwenyezi Mungu amsimamie zaidi ili kutekeleza majukumu ambayo Mheshimiwa Rais amempatia, aweze kuyatekeleza kwa weledi na maarifa makubwa sana. Niendelee kumwambia kwamba kwa kweli sisi Pemba huku kwa kushirikiana na bosi wetu mdhamini, mashirikiano ni makubwa sana. Kamanda Makwega huyu alinilea tokea nikiwa mkuu wa wilaya ya Wete, niko naye kwa mashauri yote na miongozo yote, lakini na pale nilipopelekwa Micheweni na pia nilipohamishiwa kupelekwa Chake Chake, kwa kweli alikuwa ananishauri na kuniongoza vema. Nimtoe shaka kamanda, mapenzi alionayo kwangu kwa kweli hayana kifani. Na mimi mama yenu najivunia sana uwepo wa Kamanda Makwega kisiwani Pemba. Wakati mwingine Kanali Daima nasema huyu kamanda ananidekeza kweli kweli. Ndugu viongozi, ndugu wahitimu na ndugu walikuwa wenzangu,
Kama tunavyojua, mafunzo ya uongozi ni jambo la msingi sana katika kulijenga jeshi lenye nidhamu, weledi, uadilifu na uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Uongozi mdogo una nafasi kubwa katika kuhakikisha kuwa maelekezo na sera za viongozi wakuu zinafikia kwa usahihi kwa askari walio chini yao, na pia kuhakikisha kuwa askari wanatekeleza majukumu yao kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi yetu. Nimefahamishwa kwamba leo hii jumla ya wanafunzi 379 watahitimu mafunzo yao baada ya muda mfupi. Ndugu wahitimu, niendelee kuwapongeza sana kwa kufikia hatua hii muhimu ya mafanikio ambayo tumeanza, na niendelee kuambia vijana wangu, hapa sio mwisho wa safari yenu, bali ni mwanzo wa jukumu kubwa zaidi la kulitumikia jeshi, serikali na wananchi kwa uadilifu na uzalendo. Mnapopata majukumu haya ya uongozi, kumbukeni kwamba cheo ni dhamana na si fahari pekee. Kiongozi bora anatakiwa kuwa mfano wa kuigwa katika nidhamu, muda, mavazi, maadili, uwajibikaji, matumizi sahihi ya mamlaka na kuheshimu utu kwa wale wanaoongoza. Ndio maana hapo nikakutoleni mfano wa Kamanda Makwega na nyinyi mukafurahia. Ndugu wahitimu, niwasihi mtumie maarifa mlioyapata katika mafunzo haya katika kuwajenga askari wenzenu, kuwaongeza morali ya kazi na kuhakikisha utekelezaji wa majukumu ya jeshi unafanyika kwa ufanisi na kwa kuzingatia sheria na utaratibu zilizowekwa. Pia nawasihi muendelee kuwa na moyo wa kujifunza. Uongozi ni mchakato unaohitaji kujifunza kila siku kutokana na uzoefu, changamoto na mazingira mbalimbali ya kazi. Msifikiri kwamba kumaliza kozi hii kuna maanisha kwamba hamhitaji tena kujifunza. Baada yake, ifanyeni elimu hii kuwa msingi wa kuendelea kujijengea uwezo zaidi. Vijana mupo? Ndugu wahitimu, nidhamu ndiyo msingi wa jeshi lolote lenye ufanisi. Uongozi bila nidhamu hauwezi kuleta matokeo mazuri. Hivyo, niendelee kuwasihi muwe walinzi wa nidhamu, sheria na taratibu za jeshi. Epukeni vitendo vinavyoweza kulichafua jina la jeshi letu, kuharibu imani ya wananchi au kuathiri utendaji wenu. Watoto wangu, vijana wangu, mimi mama yenu sitopenda leo hii nafunga mafunzo haya halafu nije nisikie kwamba kuna kijana yoyote kavunja sheria ya nchi yetu, ikiwa ni pamoja na utumiaji wa madawa ya kulevya, uzalilishaji na mambo mengine yanayofanana na hayo. Niwaambie vijana wangu, leo hii baada ya muda mfupi mtamaliza kozi yenu. Mutambue kwamba mitaani huko kwa jamii kuna mambo mengi ambayo yameizunguka jamii yenu. Nendeni kwanza mukalinde, mukatunze amani ya nchi yetu, lakini mwende mukatoe elimu kwa jamii. Tumeona kuna vijana wengi
wamekata tamaa, wanajishughulisha na madawa ya kulevya, wanafanya wizi, lakini pia wanabaka, wanalawiti. Kwa hiyo tumieni elimu ambao mmepatiwa kwenda kuwaelimisha vijana wenzenu wawe wakakamavu, na mkizingatia kwamba Mheshimiwa Rais amewekeza pesa nyingi sana kwa vijana. Kwa hiyo nendeni mkawape elimu vijana wale, watumie fursa ambao Mheshimiwa Rais ameelekeza. Waunde vikundi vya ujasiriamali, kuna mikopo mingi ambayo haina riba, wataweza kupatiwa vijana wale, kuliko kukaa mitaani wakafanya vitendo visivyoeleweka. Vijana vijana Kwa upande mwingine, niendelee kuwapongeza sana wakufunzi kwa kazi kubwa mlioifanya, na leo tumeona Kamanda Kanali Daima alivyolipa ihsani kwa yule mkufunzi. Tumpigieni makofi. Na hivyo kamanda, ndivyo inavyotakiwa. Pale ambapo wafanyakazi wetu wanafanya vizuri, tunatakiwa tuwapongeze hadharani. Tusiwasubiri washafariki ndipo tukawapa shukrani. Kwa kweli leo hii umeweza kufanya kitendo cha ujasiri, kinastahiki kuigwa kwa wenzako. Kwa kweli tunakushukuru sana. Ndugu viongozi wenzangu, niendelee kutumia fursa hii kulipongeza sana jeshi letu la kujenga uchumi kwa kuendelea kutoa mchango wake katika kulinda na kujenga taifa letu. Serikali inatambua umuhimu wa kuwa na jeshi lenye weledi, nidhamu, uzalendo na viongozi wenye uwezo wa kusimamia askari na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Kwa wahitimu wote, ninawataka mkabebe dhamana hii kwa moyo wa uzalendo. Mnaporudi katika vituo vyenu vya kazi, mkawe mabalozi wa mafunzo mlioyapata. Waonyesheni wengine kwa vitendo kwamba mafunzo haya yamewabadilisha na kuwaongezea uwezo wa uongozi. Hongereni sana. Ndugu waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, kabla sijamalizia hotuba hii, napenda tena kuwapongeza wahitimu wote kwa uvumilivu na kujituma katika kipindi chote cha mafunzo. Na wapongeza pia familia zenu, ndugu na marafiki ambao wameendelea kuwaunga mkono katika safari hii. Wamekuwa ni wavumilivu sana. Natambua mumeacha watoto, mumeacha wake, mmewaacha baba na mama. Kwa hiyo wote waliendelea kuwavumilia na leo hii mnaibuka kidedea. Hongereni sana. Leo hii mimi mama yenu niendelee kuwatakia mafanikio makubwa, niendelee kuwatakia kila la kheri. Mwenyezi Mungu azidi kuwasimamia kwa kuianza safari hii, iwe ndio mwanzo wa safari nyingine. Lakini pia niendelee kuwapongeza sana kwa uzalendo wenu. Mumeeleza hapa katika risala zenu kwamba mmeweza kufanya shughuli mbalimbali za kijamii, na mimi mama yenu, kama mulivyosema, mliweza kujitolea kwenye ule msikiti ambao unatumikiwa na jamii ile. Kwa hiyo niwaambie kwamba sitowaangusha. Zile juhudi ambazo mmezifanya kwa kushirikiana na Kanali Daima, basi mtakaporudi mtakuta msikiti ule umemalizika.
Kwa hiyo niwaambie hamjapoteza chochote, na Mwenyezi Mungu atawalipa kwa pale ambapo mmetoa na atakuzidishieni zaidi na zaidi. Najua hapa nasubiriwa moja tu, au sio? Kabla ya kumalizia, niendelee kuwashukuru sana. Nimshukuru sana Kanali Daima kama nilivyosema mwanzoni, lakini pia niendelee kumshukuru sana waziri wetu kipenzi Mheshimiwa Idrisa Mustafa Kitwana. Mmeona namna anavyoendelea kutuunganisha katika wizara yetu hii ya tawala za mikoa. Niwaambie vijana, tusimwangushe Mheshimiwa Waziri, tuendelee kushirikiana naye, au sivyo? Jukumu hili alilopewa la wizara hii ni jukumu kubwa sana. Tukiwa sote kwa pamoja, tuna kazi kubwa ya kudumisha amani ya nchi yetu hii. Kwa hiyo endeleeni kumuunga mkono, endeleeni kufanya kazi kwa bidii. Lakini sasa niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Najua hapa wengine washasema kesho tunataka turudi Unguja, na sie tumewazoea. Kwa hiyo baada ya maneno hayo, napenda kutamka rasmi kwamba mafunzo ya uongozi mdogo kundi la 2026 leo tarehe 15 mwezi wa 8 2026 nimeyafunga rasmi. Wow.